Ligi ngumu. Ligi ngumu kwa sababu mimi 23 24 nilikuwepo Singida Fountain Gate. Nikiangalia ule msimu na sasa hivi, sasa hivi ligi ngumu. Ushindano umekuwa mkubwa sana. Sasa hivi hata ile favoritism ya mechi za nyumbani sasa hivi hakuna tena. Sasa hivi mtu anaweza akaja kwako na akachukua alama 3 akaondoka, wewe ukaenda kwa mtu ukachukua alama 3. Kwa hiyo inaonyesha kabisa ugumu wa ligi ulivyo. Hivi ugumu wa ligi uwaga unaanzia wapi, kwamba ni usajili au ni wachezaji wenyewe kuamua kupambana? Usajili, maandalizi. Sidhani kama kuna mchezaji anaenda kucheza ligi anasema sijaamua kupambana kwa msimu huu. Kupambana kupo. Naamini ni maandalizi pamoja na usajili. Uwekezaji katika timu unachangia kidogo ligi kuwa ngumu. Watu wengi wanasema ligi ya Bongo huwaga ni ngumu sana nje ya uwanja kuliko hata ndani ya uwanja. Wewe binafsi Musa, hiyo inakupa pressure kwamba nje ya uwanja kunakupa intensity kubwa ya pressure kuliko hata ndani? Sidhani kama inanipa pressure sana, kwa sababu mimi sehemu yangu ya kazi naamini ni ndani ya uwanja. Kwa mambo yanayotokea nje ya uwanja mimi mara nyingi nakuwa sifahamu. Mimi naamini ligi ugumu wake huko ndani. Hata pressure ya mashabiki, watu wanaongea hili wanaongea lile, nyie haiwapi pressure yoyote? Pressure sometimes ipo, ndio maana wakasema shabiki ni mchezaji wa 12. Kama hadi waliweza kumuingiza katika jina hilo, kuna namna wanatugea pressure, lakini tunapambana kuhakikisha tunafikia malengo. Mpaka sasa TRA unaiona wapi msimu huu? Naiona katika nafasi nzuri sana. Ikiwezekana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunaweza tukawepo katika nafasi 4 au 5 za juu pale. Kutokana na aina ya wachezaji tuliokuwa nao, benchi la ufundi pamoja na viongozi. Naamini kabisa tutakuwepo kwenye zile nafasi 5 za juu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah. Hivi waga mnafanya maandalizi gani kukutana na hivi vilabu vikubwa, na yanatofautiana vipi na hivi vilabu vingine vya kawaida? Kwanza niseme kwanza sisi kama timu huwa hatujiandai kucheza na timu fulani. Sisi tunajiandaa kucheza ligi. So maandalizi yanakuwa ni yale, though tension kidogo ndio inakuwa kubwa, lakini sidhani kama tukienda kucheza na timu fulani maandalizi yanakuwa hivi, hapana. Sisi tunajiandaa kucheza ligi. Simba, Yanga, Azam, Singida, Dodoma wote kwa wapo katika hiyo ligi tunayocheza. So sisi tupo katika kujiandaa na ligi. Ni timu gani ambao mkikutana nao unasema hapa huu moto mkubwa? Zote. Zote. Timu zina ushindani sana msimu huu. Kwa hivi vilabu vya Simba na Yanga kwamba hawa ni wa moto kuliko hawa? Mimi naamini ni wote. Kwa sababu ya aina wachezaji waliokuwa nao, nafasi waliokuwepo, timu zote mbili ni ngumu sana. Kabla ya ule mchezo wa Arusha dhidi ya Yanga, kocha aliwaambia nini kabla mjaanza mchezo? Alitusisitiza tusiwe na pressure. Tufuate maelekezo yake. Tumsikilize yeye, tupambane. Anaamini katika hayo tutakayoyafanya tutapata matokeo mazuri. Na Mwenyezi Mungu alitujalia, japo ilikuwa sio lengo letu kupata pointi moja, ila tulimshukuru Mungu atukupoteza zote 3 katika uwanja wa nyumbani. Sasa kuna kitu kinabadilika kwenye akili yako unapokuwa unacheza mbele ya mashabiki wengi na unapokuwa unacheza uwanja ukiwa hauna mashabiki wengi? Kuna namna mashabiki wanachangia attention yako kuwa kubwa au kuwa ndogo katika mechi. Japo kwa level hii ya Premier inabidi tu uconcentrate na kazi. Haijalishi mashabiki watakuwa 5, mashabiki watakuwa 10,000. Wewe muhimu ni kuhakikisha timu yako inapata matokeo mazuri. Muda gani wewe unakuwa na confidence kubwa, mashabiki wakiwa wengi au wakiwa wachache? Mimi napenda mashabiki wengi. Vibe ile. Napenda vibe. Haijalishi wako upande wako au wako, hata kama wananitukana. Nikiwasikia tu mimi nafurahi. Ili wa prove wrong. Mimi nafurahi tu kuona mashabiki. Sio kwa ajili ya kuapprove, mimi kwa ajili ya kufanya kazi yangu, ila mimi nikiwaona nafurahi. Unaenjoy? Naenjoy kuona mashabiki. Namna na kuongezea hali ya upambanaji. Inaniongezea hali ya upambanaji, inanipa hamasa ya kupambana. Anakuwa naona kwamba kuna watu wameacha shughuli zao wamekuja kutuangalia. Hiyo nimeipenda. Musa, mimi nataka uniambie kwa mfano
imetokea sasa vilabu viwili, Simba wameweka mzigo, Yanga wameweka mzigo, wote mzigo unafanana, unalingana, ofa zao, posho zao, wewe unaondoka na yupi? Hawezi kufanana. Hawezi kufanana. Tuache hicho kitu kitokee, then muda utaamua nitaenda wapi. Kwa sasa hivi siwezi kuzungumzia chochote kwa sababu mimi ni mchezaji wa TRA. Ikitokea kuna timu moja imeweka hela kubwa, afu nyingine haijaweka, imeweka hela ya kawaida, lakini unaona kwamba hapa mimi naenda kupata nafasi ya kucheza vizuri, lakini hawa walioweka hela kubwa kuna uwezekano nafasi ya kucheza ikawa ngumu. Wewe unaondoka na wepi, wanaokupa nafasi au wanaokupa mtonyo? Mimi kama mchezaji lazima nijisetie standards zangu. Kweli nahitaji kupata nafasi ya kucheza, lakini pia nahitaji maslahi mazuri ambayo yatanifanya mimi na familia yangu tuweze kuendelea kusurvive. So mimi sitachagua. Narejea kusema mimi ni mchezaji wa TRA, muda utakapofika yakatokea hayo mambo, muda utaamua nitaenda wapi. Mchezaji gani anakuvutia zaidi ndani ya ligi ya NBC? Kwa nafasi yangu au yoyote? Nafasi yako kwanza. Kwa nafasi yangu. Kwa nafasi yangu mimi nampenda Yaya Mbegu. Yaya Mbegu. Mimi ni mlinzi wa kushoto. Lakini pia nampenda Zimbwe. Na Zimbwe ni mchezaji ambaye yani ametuonesha kitu kikubwa sana katika nchi yetu. Kwa muda ambao ameweza kuilinda performance yake. Sidhani kama ni kitu rahisi, ni kitu ambacho amefanya kitu kikubwa sana. Mimi nafuatilia mafubeki karibuni wote. Kaka japo hao wawili na Pasco Msindo ni mtu ambaye namkubali. Ila mimi nafuatilia mafubeki wote. Mimi ukiniuliza hapa fullback namba 3 wa timu zote nadhani nikakutajia wote mimi ukiniuliza hapa mimi nakutajia. Ndio uamini kiasi gani nawafuatilia. Naanza kukutajia timu na nitajia fullback. Sawa. Tunaanza Simba. Tena nitakuwa nakupa nakupa ofa. Kuna sehemu nitakuwa nakutajia hadi wawili. Haya, tuanze Simba Sports Club. Kibabage, Anthony Mligo na Bikama naye anachezaga kama namba 3. Young African. Yanga Boka, Zimbwe, Azam FC. Pasco na Zuzu, kuna muda Laundry Zuzu anachezaga kama namba 3. Singida Black Stars. Singida Imoro, Miraji pamoja na Rahim Shomari. Pamba Jiji. Pamba Ibrahim Abraham pamoja na Amos Charles Kadikilo. Unapata kuendelea maana wamelala. Zote nakutajia timu zote. Uamini kama mimi nafuatilia. Mbeya City. Yaya Mbegu. Baba wewe mfuatiliaji. Nafuatilia. Mimi nataka uniambie, ukiachana na nafasi yako, ni mchezaji gani anakuvutia zaidi aina ya uchezaji wake kwenye ligi? Kwenye timu yetu au yoyote? Tuanze kwenye timu yako. Timu yetu. Timu yetu mimi nawapenda wengi hapa. Timu yetu wengi wataalamu. Wengi sana. Kutoka TRA, Chobwedo sasa vizuri. Wengi. Chobwedo katukimbia sijamuona hapa. Kashafika. Kasharudi? Kashafika. Basi tukimaliza naunga naye. Sawa, hivyo. Ukiachana na Chobwedo sasa kwenye timu yako nje ya TRA. Nje ya TRA. Manake kwenye ligi. Position yoyote. Mimi naweza nikamtaja Chama. Katus. Kwa sababu pia naye ni mtu ambaye amekuwa na consistency nzuri since amekuja kwenye nchi yetu. Ni mchezaji ambaye amekuja kuonesha utofauti. Ni mchezaji ambaye namkubali. Fei Toto. Mwingine wapo wengi ndo na Google hapa, wapo wengi sana. Kwenye eneo lako kuna mchezaji gani ambaye uliwahi kukutana naye ukasema huyu kanilaza na viatu, huyu moto ni mwingine? Winga. Amna, ila nilipata changamoto kidogo. Nilipokutana na Chasambi Mapinduzi Cup.
Mzikapu cha Sambi. Alikuwa moto. Alicheza vizuri siku ile. Japo kulikuwa na bato kidogo, ila ni mtu ambaye nili appreciate alichokicheza. Alicheza vizuri. Hivi ni mechi ipi ambayo unaikumbuka unasema hii mechi hapana, tulipata matokeo lakini ndo ile kwamba jini limetoka lakini mganga hoi, ambao mimi nilikuwepo 23-24 kipindi nipo Singida, mechi dhidi ya Geita Gold, kwa sababu ile mechi ilikuwa na mambo magumu sana, kwa sababu nakumbuka kipindi kile mpaka mechi 2 za mwisho zimebaki, tulikuwa hatujui hatima yetu, kama tunabaki kwenye ligi au tunashuka. Nakumbuka ilikuwa dakika kama 77 tulikuwa tunaongoza 2-1. Sikutegemea, kwa sababu ndo kipindi kile nilikuwa nimetoka timu ya vijana, ndo nipo timu kubwa. Sikutegemea kama mwalimu angenipa nafasi kwa muda ule. Zibaki dakika 13 tunaongoza 2-1 katika pressure kubwa. Mwalimu akaniamini akanipa nafasi. Na nashukuru Mungu nilicheza vizuri na tulipata pointi 3 ambazo zilitusaidia kusalia katika ligi msimu huu. Sasa unafuatilia mpira wa nje bila shaka. Kuna IPL, kuna La Liga, Serie A na ligi nyingine za nje ya Afrika. Ni ligi gani ambayo unaona mimi natamani sana kufika kwenye ile ligi? Kufika ili ya kucheza. IPL naipenda kwa sababu ni ligi ngumu. Ligi ngumu ina ushindani. So mimi kama mchezaji kijana naona ni sehemu nzuri sana kwenda kuonesha changamoto, kutokana na umri wangu bado unaruhusu kushindana. Hivi role model wako kwenye mpira ni nani? Nani kabisa au kwa sasa hivi? Maana kwa sasa tuseme kwamba mtu ambaye unamtazama na unajifunza vitu vingi kutoka kwake. Nuno Mendes. PSG. Japo pia huko Ulaya nafuatilia mafullback wengi. Wewe ni shabiki wa timu gani IPL? Inaniumiza ila Manchester. Japo sasa hivi tuko fresh United. Japo sasa hivi tuko fresh. Sasa hivi tunabaluza. Sasa hivi mmerudi. Tunabaluza sasa hivi. Na hisi historia. Historia jinsi ambavyo tulivyokuwa bora nyuma, hatutaki kukubaliana matokeo kwamba sasa hivi tupo down. Kwa hiyo tukifungwa mechi 10 tukija tushinda mechi moja tu, bala letu utaliona. Ukira kwa wingi. Kama kawaida.